Shukrani za pekee pia ziende kwa Tume ya Taifa ya UNESCO kwa kuamua kwa makusudi mazima kuamua kufanya maadhimisho haya ya Siku ya Utamaduni Duniani kwa mwaka 2026 kufanyikia hapa Zanzibar, na kuiomba Wizara yetu ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kushirikiana nao pamoja kwa wenyeji katika kufanikisha tamasha hili. Maadhimisho haya kikamilifu sambamba na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ya Tanzania Bara, ili kwa pamoja tushirikiane na wizara pia ya Utalii na Mambo ya Kale ili kuona kwa pamoja tunashiriki ipasavyo katika kuwa na maadhimisho haya yanafanikiwa na lengo lake linaweza kufikiwa. Vile vile nipende kushukuru sana taasisi ya Sanze Connect kwa kuwa nasi katika maandalizi ya maadhimisho haya. Aidha, nikushukuruni sana nyinyi ndugu waandishi wa habari kwa kuendelea kutoa mashirikiano yenu kwetu sisi serikali katika kufahamisha umma juu ya maendeleo na mafanikio ya viongozi wetu wakuu wa nchi, yakiwa masuala mbalimbali ya kitaifa na kimataifa katika nyanja zote za kimaisha, ikiwemo nyanja hii ya utamaduni. Tumetana hapa leo ili kutoa taarifa fupi juu ya tukio hili la kimataifa la utamaduni ambalo limewekewa siku maalum ya kuliadhimisha. Ni vyema tukumbuke kwamba Shirika la Umoja wa Mataifa Elimu, Sayansi na Utamaduni ya UNESCO limetangaza rasmi kwamba kila ifikapo tarehe 21 Mei kufanyike maadhimisho ya Siku ya Utamaduni Duniani. Lengo ni kutoa fursa kwa jamii za mataifa yote duniani kusherehekea tamaduni zao. Ndio maana kwa mwaka wa 2026 kwa hapa kwetu Tanzania maadhimisho haya yakaamulika kuja kufanyika ndani ya visiwa vya marashi ya karafuu vya Zanzibar. Katika kuadhimisha siku hii, pamoja na matukio kadhaa madogo madogo yaliyofanyika, pia tumeteua siku 3 zenye matukio na shughuli tofauti za kiutamaduni kama ifuatavyo. Siku ya Jumanne tarehe 19 Mei 2026 ambayo ni siku ya kesho, tutakuwa na ziara katika maeneo ya urithi wa kiutamaduni ndani ya mji mkongwe wa Zanzibar ambao unatambulika na UNESCO kuwa ni urithi wa kiutamaduni. Ziara hiyo itajumuisha kamati ya maandalizi ya maadhimisho ya Siku ya Utamaduni Duniani pamoja na kushirikisha wenyeji, wageni na wadau mbalimbali wa utamaduni kutoka Tanzania Bara na Tanzania Zanzibar. Lengo la ziara hiyo ni pamoja na kutangaza vivutio vyetu vya kihistoria, kitalii na kiutamaduni. Katika eneo la mji mkongwe tutatembelea makumbusho ya taifa, makaburi ya wafalme, kanisa la minara miwili, mabwawa ya Hamamni na baadaye kufanya uzinduzi wa kituo cha kumbukumbu ya Taarab Zanzibar, yani Zanzibar Taarab Museum. Pili, siku ya Jumatano ya tarehe 20 Mei 2026 kutakuwa na ziara ya utamaduni wa kitalii katika kijiji cha Charawe. Pia ziara itaendelea hadi Kizimkazi kule kwa mama yetu na Jambiani. Huko tutakutana na maeneo mbalimbali ambayo hadi sasa bado yanaendeleza shughuli zetu za asili na utamaduni wetu wa Kizanzibari. Hivyo tutatembelea maeneo haya ili kuona asili zetu zikiwemo utamaduni wa mavazi, vyakula vya asili, shughuli za uvuvi pamoja na ngoma za jadi na nyinginezo. Hapa tuwakaribishe sana wananchi hasa maeneo haya karibu kujumuika nasi pamoja katika kwenda kusherehekea na kucheza hizo ngoma zetu za kiasili. Na siku ya Alhamisi itakuwa ni siku ya 3 tarehe 21 Mei 2026 kutakuwa na tukio maalum lililopewa jina la Usiku wa Utamaduni. Tukio hili litafanyika katika hoteli ya Golden Tulip Airport Zanzibar kuanzia saa 1 za usiku hadi saa 5 za usiku. Kupitia usiku huo kutakuwa na shughuli mbalimbali za kiutamaduni ikiwa ni pamoja na salamu za viongozi wa wizara husika zote mbili, kwa maana Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo ya Zanzibar na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ya Tanzania Bara. Pia kutakuwa na panel discussion ya kiutamaduni, maonesho ya mavazi ya kiutamaduni, maulidi ya home na burudani mbalimbali za asili za kiutamaduni. Nipende kumalizia kwa kualika wananchi wote na wadau mbalimbali kushiriki katika ratiba ya matukio kama yalivyopangwa ili kwa pamoja tuweze kuadhimisha siku yetu adhimu yenye nia ya kurithisha utamaduni wetu kama tulivyorithi sisi kutoka kwa wazee wetu. Ndugu zangu wa Tanzania, tunakusanya katika kujionea raha za utamaduni wetu, mavazi ya kiasili, vyakula vya kiasili, burudani mbalimbali. Njoni kwa pamoja tuvae kitamaduni, tupendeze,
tuje tufurahi kwa pamoja katika kuendelea kulinda mila, silka na tamaduni zetu za Kitanzania.